Amina. Haleluya, amen. Hapa maneno hayana ushiriki yote ambao unajua. Watu wengi hawajui kuomba, nitashiriki nawe hata hivyo. Kabla sijafanya nitakuambia. Viongozi wengi wa kanisa wanajali tu zaka na sadaka, kujaza mifuko yao. Wao wenyewe hawajui kuomba, kwa hivyo wanatoa mkutano kila siku. Lakini nakuambia, omba njia ya Mungu. Wengine hufanya kama wapagani, hufanya na wanafikiria kuwa wao ni mashujaa wa maombi. Hawajui wanakuwa tu kama wafuasi. Watu wengi hawajui kuomba. Yesu kuwa na maana wanazungumza. Ujaribu kumvutia Mungu, anajua moyo wako. Kiongozi wako wa kanisa alikukabili hatari ya dhati ya shetani. Watu wengi hawajui kuomba. Zaka na matoleo sio kwa matumizi ya mchungaji yeyote. Walitumia mkutano kama pumbavu na kuchukua fursa. Walinyanyasa, lakini utanipenda pia. Mimi ni mhudumu wa maneno ya Mungu. Nitatetea kila roho. Jifunze kazi hadi uzee. Hata pensheni yako au uendeshe biashara yako. Na acha kuachana na ushiriki wa kanisa. Unaiba tu dada zako na paka. Nenda kwa njia yako na acha mtu Mungu aite aongoze kondoo. Wewe ni mwovu tu na mwizi wa siri. Unapaswa kuwa unafundisha maneno ya Mungu na kufundisha watu jinsi ya kuomba. Wengine hufanya kama wapagani, hufanya na wanafikiria kuwa ni mashujaa wa maombi. Hawajua na kuwa tu kama wafuasi. Watu wengi hawajui kuomba. Yesu kuwa na maana wanazungumza. Kujaribu kumvutia Mungu, anajua moyo wako. Kiongozi wako kanisa alikukabili hatari ya dhati ya shetani. Watu wengi hawajui kuomba. Kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na ya 6 inasema, usiwe mwangalifu kwa chochote isipokuwa katika kila kitu kwa maombi na shukrani ombi lako ijulishwe Mungu. Katika Mathayo sura ya 6 aya ya 5 inasema, na wakati unaomba usiwe kama wanafikiri, kwa maana wanapenda kusali kusimama katika masinagogi na katika pembe za mitaa, ili waonekane wanadamu. Hakika nakuambia, wana thawabu yao. Endelea kwenye mstari wa 6 hadi 13. Aya ya 6 inasema, lakini wewe unapoomba, uingie ndani ya chumbani kwako, na wakati umefunga mlango wako, omba kwa Baba yako ambaye ni asiri, na Baba yako ambaye atakuta kwa siri. Mstari wa 7 unasema, lakini unapoomba usitumie marudio yasiyofaa kama wapagani hufanya, kwa kuwa wanafikiria kwamba watasikika kwa kuongea kwao. Nani anasema usiwe kama wewe, kwa maana Baba yako unajua ni mambo gani unayohitaji kabla ya kumuuliza. Anasema, baada ya njia iko hivyo, Baba yetu ambayo sana ya mbinguni, ikatengwa jina lako. Ufalme wako njoo, mapenzi yako yatafanywa duniani kama ilivyo mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, na tusamehe deni zetu kwani tunawasamehe deni wetu, na usituongoze kwenye majaribu, lakini tuokoe kutoka kwa ovu. Kwa maana ufalme wako na nguvu na utukufu milele. Hawajui wanakuwa tu kama wafuasi. Watu wengi hawajui kuomba. Yesu kuwa na maana wanazungumza. Ujaribu kumvutia Mungu,
anatoa moyo wako. Kiongozi wako wa kanisa alikutenguka bila hatari ya dhati ya shetani. Watu wengi hawajui kuomba. Kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na ya 6 inasema, usiwe mwangalifu kwa chochote isipokuwa katika kila kitu kwa maombi na shukrani ombi lako lijulishwe Mungu. Katika Mathayo sura ya 6 aya ya 5 inasema, na wakati unaomba usiwe kama wanafiki, kwa maana wanapenda kusali kusimama katika masinagogi na katika pembe za mitaa ili waonekane wanadamu. Hakika nakuambia wana thawabu yao. Endelea kwenye mstari wa 6 hadi 13. Aya ya 6 inasema, lakini wewe unapoomba, ingia ndani ya chumbani kwako, na wakati umefunga mlango wako, omba kwa Baba